Tayari kwa upande wa muda ni saa 6:01 mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Mahakama Kuu Tanzania imesema itaendelea kujenga vituo vya kutoa huduma za kimahakama karibu na wananchi ili kurahisisha huduma hiyo. Wananchi mkoani Tabora wametakiwa kutoa taarifa sahihi juu ya barabara zinazoonekana kuwa na hitilafu zinazohitaji marekebisho. Na baraza la bunge la Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo limepanga kutoa azimio lake la mwisho kuhusu swala la kuondoa au kutoondoa kinga ya Seneti wa rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila. Habari kamili. Geita. Mahakama Kuu ya Tanzania imesema itaendelea kujenga vituo vya kutoa huduma za kimahakama karibu na wananchi ili kuharakisha huduma hiyo. Mtendaji mkuu wa Mahakama Tanzania Profesa Elisante Ole Gabriel amesema hayo akiwa mkoani Geita na kutoa taarifa kwa waandishi wa habari. Amesema katika bajeti ambayo imepitishwa na bunge, jumla ya mahakama za mwanzo 60 zinajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 52.3 kutoka mkopo wa Benki ya Dunia. Mahakama za mwanzo sasa katika huu mkopo wa awamu ya pili ni mahakama 60 kutoka kwenye ule mradi wa Benki ya Dunia. Na gharama ya ujenzi ya hizo mahakama za mwanzo 60 ni bilioni 52.3 kwa fedha za Kitanzania. Na miradi ipo katika hatua mbalimbali na tunategemea kufikia Juni mwaka huu tutakuwa tumemaliza. Ujenzi wa jengo la makao makuu ya mahakama Dodoma, ambapo wengi mliona limeshazinduliwa na Mheshimiwa Rais tarehe 5 mwezi wa 4 2025. Na kama tulivyoeleza awali, ni jengo la 6 kwa ukubwa duniani, la kwanza barani Afrika. Baadhi ya wananchi mkoani Geita wamesema kuboreshwa kwa mahakama hizo kutasaidia kupunguza changamoto kwa wananchi za kufuata huduma za kimahakama mbali na maeneo yao. Miundombinu ilikuwa ni mibovu sana. Kwanza ilikuwa ni miundombinu ambayo haikuzingatia hata watu wenye ulemavu. Alikuwa unaweza ukafika mahala unakuta mtu mwenye ulemavu anataka kuingia mahakamani, unakuta hakuna hata zile sehemu za kupita watu wenye ulemavu. Kwa ndio wanapelekea, manake wanasema kwamba haki iliyocheleweshwa ni sawa na haki iliyonyimwa. Kwa mfano mtu anatoka Karuma kuleta kwenye mahakama ya Geita, mtu anatolewa Butundu kuleta mahakama ya Geita. Waongeze bidii na wasogeze huduma kwenye maeneo kama hayo ili watu wapate huduma. Kilomita 400 mpaka 500 mfano imetolewa Morogoro pale Mahenge kwenda Dar es Salaam kupata huduma ya mahakama kuu. Sasa hivi imekuwa ni kitu kingine. Lakini pia tunasema hata gharama sasa. Tabora. Wananchi mkoani Tabora wametakiwa kutoa taarifa sahihi juu ya barabara zinazoonekana kuwa na hitilafu zinazohitaji marekebisho kwa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoani humo ili utatuzi uweze kufanyika kwa haraka. Meneja wa TANROADS mkoa wa Tabora, Mhandisi Rafaeli Mlimaji, ametoa wito huo jana kufuatia taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa kijiji cha Igogo, Sayari Bundala, iliyodai kuwepo kwa shimo kubwa katika kijiji hicho katika barabara ya Nzega Igunga na kwamba linahatarisha usalama wa watumiaji wa barabara hiyo. Taarifa hiyo ilimfanya meneja huyo kufika eneo hilo ambapo amebaini kuwa taarifa ya shimo iliyotolewa ni tofauti na uhalisia wa shimo alilolikuta. Hatua ya kwanza sisi tumefika kuja kuangalia kuwatoa hofu wananchi. Kwa vipimo ilikuwa ni ile wearing course imebanduka na ni kama sentimita 5 kwenda chini, lakini ni sehemu ambayo imenyooka. Wananchi watoe taarifa kwenye mamlaka inayohusika, lakini kwa kuwa wao sio rahisi kujua hawa TANROADS wapi, tunawaelekeza waende kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya wakatoe taarifa pale ambapo wataona kweli hii hali imekuwa na changamoto. Ile ina msaada kwa sababu kuna taarifa zingine kama hizi ambazo zinaweza zikawa zinatolewa ukija kwenye eneo la tukio ni tofauti kabisa na jinsi taarifa ilivyotoka. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Igogo akiwemo mwenyekiti wa kijiji hicho Sayari Bundala na Juma Mashauri wamesema matokeo ya marekebisho ya barabara yaliyofanyika kwa haraka
ni eneo hilo kupitika pasipo na changamoto yoyote. Mkoa wa Tabora una ukubwa wa kilomita 76,151 ambapo wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Tabora unasimamia kilomita 2,188.09 za mtandao wa barabara mkoani humo. Biharamulo. Baadhi ya wakazi wa wilaya Biharamulo mkoani Kagera wameiomba idara ya afya wilayani humo kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa wa malaria. Wakazi hao wametoa ombi hilo wakizungumza na Radio Kwizera wakiwa kituo cha afya Rukarageta wakipata huduma za matibabu, huku baadhi wakidai kuwa wamekuwa wakishindwa kufanya shughuli za maendeleo kutokana na kushinda hospitali wakisubiri kutibiwa. Bwana Edward Richard na Mary Ntahondi wamesema ukosefu wa elimu kwa jamii juu ya umuhimu wa kujifunika chandarua nyakati za usiku na kusafisha mazingira kwa kina imekuwa chanzo cha kuongezeka kwa ugonjwa wa malaria. Kiangalia wananchi wa Biharamulo hawazingatii sana matumizi ya vyandarua, hata kuzingatia matumizi ya dawa. Kiangalia wananchi wa Biharamulo kwa wengi wanaotumia vyandarua ni kwa ajili ya kufugia kuku. Wengine wanatumia vyandarua kwa ajili ya kutegea senene. Ndio maana na waasili sana wajawazito na watoto. Ukienda hospitalini unakuta wagonjwa wa malaria ni wengi sana, asilimia kubwa ya wagonjwa wa malaria ni wengi sana Biharamulo kuliko magonjwa mengine. Pamoja na kujifunika vyandarua, lakini tunajikuta tunaugua malaria sababu ya mvua zinazoendelea kunyesha. Mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Biharamulo Dr. Humphrey Masuki amesema kuwa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa kulala ndani ya chandarua kwa usahihi imekuwa ikitolewa mara kwa mara. Aidha, amewataka maafisa afya wa kata na vijiji kuchukua hatua za kisheria kwa wananchi waliobadilisha matumizi ya vyandarua kwa kufugia kuku na kutegea senene. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa. Baraza la bunge la Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo limepanga kutoa azimio lake la mwisho kuhusu suala la kuondoa au kutoondoa kinga ya useneti wa rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila. Kabila anakabiliwa na kesi ya mauaji ya kivita pamoja na kushirikiana na kundi la waasi wa M23. Tangazo hilo lililotolewa na spika wa bunge la Seneti Sama Lukonde linawataka wabunge wote wa Seneti kukutana leo mchana ili kupiga kura ya kuondoa au kutoondoa kinga ya rais mstaafu Kabila. Kabla ya kupiga kura, tume ambayo ilipewa jukumu la kumsikiliza hakimu mkuu wa mahakama ya kijeshi pamoja na Kabila itasomwa ripoti mbele ya wabunge hao ili kutoa ushahidi wa yale yaliyokusanywa kwa siku 3. Tangazo hilo limesema kuwa baada ya kupokea ripoti ya tume, wabunge wa Seneti wataendelea na mjadala ambao utahitimishwa kwa kupigwa kura kwa kutumia karatasi, ambapo kila mbunge akichagua kumvua kutomvua kinga ya Seneti Kabila. Wiki iliyopita mahakama kuu ya kijeshi mjini Kinshasa iliomba bunge la Seneti kumvua kinga ya Seneti Kabila ili kuruhusu kesi inayomkabili ya mauaji ya kivita na kuwa karibu na kundi la M23 iendelee kwenye mahakama hiyo. Nairobi. Wizara ya Mazingira, Mabadiliko ya Tabia Nchi na Misitu ya Kenya kwa ushirikiano na wadau wakuu imezindua mpango wa tahadhari za mapema kwa wote. Waziri wa Mazingira, Mabadiliko ya Tabia Nchi na Misitu wa Kenya Bi Deborah Barasa amesema kuwekeza katika miundombinu thabiti ya tahadhari ya mapema ni ufunguo wa nchi kupata mustakabali wa kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Bi Murasa amesema mpango huo unalenga kuimarisha uwezo wa nchi kutabiri na kuitikia majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi kama vile mafuriko, ukame na moto wa msituni. Mpango huo ulipendekezwa Machi 22 mwaka 2022 na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres, tayari umepitishwa na nchi kadhaa za Afrika. Bi Barasa amesema Kenya yuko mstari wa mbele kwenye kukabiliana na msukosuko wa tabia nchi na kwenye umuhimu wa kuweka mfumo wa tahadhari ili kupunguza vifo na watu kupoteza makazi. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mahakama Kuu Tanzania imesema itaendelea kujenga vituo vya kutoa huduma za kimahakama karibu na wananchi
ili kurahisisha huduma hiyo. Wananchi mkoani Tabora wametakiwa kutoa taarifa sahihi juu ya barabara zinazoonekana kuwa na hitilafu zinazohitaji marekebisho. Na baraza la bunge la Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo limepanga kutoa azimio lake la mwisho kuhusu swala la kutoondoa kinga ya useneti wa rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila. Waza Wazua. Msikilizaji, mara nyingi jambo lako linashindwa kutokea kutokana na kuanika wazi mipango yako kwa maadui zako. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.